Usiku ulikuwa mzito. Mvua ilinyesha kwa nguvu. Upepo ukivuma kana kwamba unajaribu kufuta kila kitu duniani. Chini ya kibanda kilichokuwa kinavuja, kijana mmoja aitwaye Juma aliketi peke yake. Amekumbatia magoti yake. Tumbo lilikuwa linamuuma kwa njaa. Alikuwa hajala kwa siku 2. Machoni pake kulikuwa na machozi, lakini hakulia kwa sauti. Alikuwa amezoea maumivu. Alinong'ona polepole, "Mungu, nitoke vipi hapa?" Juma hakuzaliwa kwenye maisha rahisi. Baba yake alifariki akiwa na miaka 10. Mama yake alipambana kwa kuuza mboga ndogo ndogo, lakini maisha yalikuwa magumu kupita maelezo. Siku moja mama yake aliugua, na ndani ya miezi michache naye akafariki. Siku hiyo Juma alibaki peke yake duniani. Hakukuwa na ndugu wa kumsaidia. Hakukuwa na mtu wa kumwambia itakuwa sawa. Alianza kuishi mitaani. Alilala kwenye vibanda, wakati mwingine chini ya madaraja. Alifanya kazi yoyote aliyopata: kubeba mizigo, kuosha magari, hata kuomba msaada. Lakini kila alipojaribu kuinuka, maisha yalimwangusha tena chini. Siku moja alipigwa na watu waliomtuhumu kwa wizi ambao hakufanya. Alikaa chini, damu ikimtoka mdomoni. Akaanza kulia kwa sauti kuu. Kwa mara ya kwanza alilia kwa sauti iliyokithiri, "Kwa nini mimi?" Siku moja asubuhi, akiwa amekaa pembeni ya barabara, alimuona mzee mmoja akichora ramani kwenye karatasi. Juma alisimama kwa mbali akimtazama kwa shauku. Mzee alimuita, "Kijana, unajua kusoma?" Juma akasema kwa aibu kidogo. Mzee akampa karatasi na kalamu. "Jaribu kuchora hii." Mikono ya Juma ilitetemeka, lakini alichora, na alichora vizuri. Mzee alitabasamu. "Una kipaji, usikikimbie." Kuanza siku hiyo, Juma alianza kujifunza kuchora na kusoma kwa bidii. Alilala njaa, lakini hakukosa muda wa kujifunza. Alifanya kazi ndogo ndogo mchana, na usiku alijifunza chini ya taa za barabarani. Watu walimcheka, "Wewe utafanikiwa, acha ndoto." Lakini Juma hakusimama. Miaka ilipita. Alipata nafasi ya kujiunga na chuo kidogo cha ufundi. Lakini siku ya kwanza kabisa alifukuzwa kwa sababu hakuwa na ada. Alisimama nje ya geti akiwa ameshika karatasi zake. Ndoto yake ilionekana kufa. Machozi yakaanza kumtoka tena, lakini safari hii hakukaa chini. Alijifuta machozi na kusema, "Sitarudi nyuma." Alifanya kazi mchana na usiku, kubeba mizigo, kuchora kwa watu, kufanya chochote ili kupata pesa. Hatimaye alirudi chuo chake cha ufundi, na safari hii hakufukuzwa. Alimaliza masomo yake kwa juhudi kubwa sana. Miaka kadhaa baadaye, Juma alikuwa mhandisi anayeheshimika. Alijenga nyumba kubwa, lakini hakusahau alipokuwa ametoka. Siku moja alirudi pale pale alipokuwa analala zamani, chini ya daraja. Alimkuta kijana mwingine amekaa peke yake, mwenye macho yaliyojaa maumivu yale yale aliyowahi kuwa nayo. Juma alikaa pembeni yake, akatabasamu kidogo na kusema, "Usikate tamaa. Hata mimi nilianza hapa." Kama unasikiliza hadithi hii leo na unahisi maisha yamekushinda, kumbuka Juma. Alianza bila kitu, hakukuwa na mtu wa kumsaidia, lakini hakukata tamaa, na leo ameshinda maisha. Moral story ni kwamba haijalishi umeanza na nini, muhimu ni uamuzi wa kuendelea kupigana mbele. Asante.